Na mambo vipi wadau wetu wa Global VAP TV, tumaini langu ni kwamba wewe ni mzima wa afya kabisa, unazidi kutufuata moja kwa moja katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini. Na tujielekeze huko mkoani jimbo kaskazini ambako baadhi ya waasi wa M2332 wameweza kushikwa mateka na jeshi la wazalendo maeneo hayo ya Masisi pamoja na Rubaya katika vita hivi vya usoni ambavyo vimeweza kupita mida ya siku hizi ambazo zimeweza kupita, ambako vilisababisha hadi kifo cha hayati marehemu Willy Ngoma ambaye alikuwa ni msemaji wa waasi wa M23. Wazalendo hawa wameweza kujitolea kwa kupambania nchi yao na kuweza kutetelea udongo wao usipate kunyanganywa na waasi wa M23. Mmoja baadhi ya mateka ambaye aliyeshikwa katika maeneo hayo ya Masisi na Katoi ameweza kusema ya kwamba kwa wale wote ambao wanajiunga na jeshi la waasi wa M23 ambao ni wakongomani watoke huko ili wapate kujiunga na FARDC au kujiunga na wazalendo kwa ajili ya kuweza kupiganisha adui, wapate kumrudisha mahali ambako alipotoka. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, utakwenda kujiunga nasi moja kwa moja ili uende kusikia kila ambacho waasi hawa wamekwenda kukiongea. Na kama ni mara yako ya kwanza kuweza kutembelea chaneli yetu ya Global VAP TV, naomba upate kubonyeza alama ya subscribe, kisha utabonyeza kidude cha kengele kwa ajili ya kupata video zetu nyingi zaidi, na pia usikose kucomment, kushare na kulike video zetu. Mimi ni mtangazaji wako, naitwa Jacob Daniel Pascal, na kutangazia ndani ya Global VAP TV. Mnapata mafuta? Bana wapokelesha? Haki mko sawa vile vikondoro? Mko sawa vile vikondoro vraiment? Akili ndogo mko nayo. Okay, sawa. Si hatuna probleme na nyie, isipokuwa tu ile ugonjwa mko nayo ya kuwadanganya. Si hatuwake mateka wakati tunakubamba ewana, hatutakuua. Si munaona ke na be masasi lipata niko natunzisha. Si magonjwa hapo. Ya kubakililia il faut retage occupé na nini. Mbona sikia? Na reta hayo wake. Itaenda ni kusamba tu. Hakuna yenyewe. Sawa? Kwenye mapambano makali ambayo ilizuka kati ya wanamgambo wa M23 wakigombana na Pareco Mouvement Pareco FF na Pareco Mouvement tout court, ambao inaongozewa na Kigingi Kotala de Dieu akisaidiana naye mwakilishi wake sio mwingine ni Mutayomba Stani James, yeye akiwa chef des operations. Hizi ni mateka kutoka kungambo ya M23 ambazo zilikamatiwa tangia tarehe 22 mwezi Februari mwaka 2026. Kwa leo ndipo tunakuja kuwaonesha sasa, ingawa ile ambayo tulikuwa tunawajuza kama ni kweli. Mnaona mateka karibu takriban 32 wanajipanga hapa mbele yenu, mkiwemo majeruhi wa vita ambao walijeruhiwa, lakini hapo wanaendelea kupata matibabu kupitia mvuma hizi zote mbili ambazo natoka kuwaelezea. Ni kuambia kama wazalendo wanaendelea kuchapa kazi sehemu za Katoi, Luke, Bukumbidile, Kanyaru na penginepo, wakisema kwamba wangali watagomboa nchi yao. Mnaona bila shaka kabisa majeruhi nao wanaendelea kupata matibabu, hata na wengine kabisa wanasema eti nasi tutajiunga na wazalendo baada ya hiyo. Kwa mwito wa hawa capture de guerre, wale ambao walishikwa kwenye vita, wanasema eti tunawaita wenzetu ambao wanabaki huko kwenye M23 kukuja kujiunga na wazalendo ili wasiendeleshe kusariti nchi yao. Hapa jambo. Baada ya kushikwa mateka na wazalendo, yani koalisio ya wazalendo, ujumbe gani ambayo unaweza ukapatia wenzetu wala wenzako wakongomani ambao wanabaki kwenye uko usariti ku M23 wakisaidiana na Rwanda? Ujumbe yenyewe mimi nazipatia wale wenzetu wanawakia katika chama M23, wakuya tusaidiane, tupiganishe adui atoke Mkongo, tumike wote pamoja.
Baada ya hiyo msimamizi wala chef des operations wa hii mapigano ambaye inaendelesha huko sehemu za Katoi na pembezoni, yeye Mtayomba Stani James anasema kwamba inabaki ni kazi ya jeshi wala ya serikali ili kujihusisha na watu hawa ambao walishikwa mateka, na operesheni zinaendelesha huko mbali na mbali, ikiwemo kabisa kusema kwamba ahadi kote kwenye M23 inamiliki tayari. Wazalendo wamefanya jitihada yoyote kusudi waangalie kama wanawezi kugomboa udongo yao.